Pata mbashara kupitia mitandao yetu yote ya kijamii @NTV Kenya, TikTok, Facebook, YouTube na pia X. Jina langu ni Ruga Ival. Hujambo na karibu. Tunaanzia Kakamega ambapo wagonjwa wanaotafuta matibabu ya magonjwa sugu katika hospitali ya rufaa mji wa Kakamega na hospitali nyingine wanaendelea kuhangaishwa wakitakiwa kulipia pesa za kununua vifaa maalumu kama vile chuma, huku wengine walio na wagonjwa wanaohitaji kufanyia upasuaji wakitakiwa kulipa pesa licha ya kulipia matibabu ya bima ya afya ya SHA. William Makosi kutoka kaunti hii anatuarifu zaidi. Katika boma la Emmanuel Wakoli, baba mwenye mtoto mmoja anahangaishwa na mawazo tele ya jinsi mwanawe msichana mwenye umri wa mwaka mmoja atafanyiwa uchunguzi wa kimatibabu ya kichwa chake, akisema kwa muda hajafanikiwa licha ya kufika kwenye hospitali mbalimbali na kutakiwa kulipia upasuaji huo licha ya kutimiza masharti ya bima ya afya ya SHA, akihitajika kutafuta shilingi 1300 ili mwanawe apate kufanyiwa upasuaji wa kichwa chake. Mtoto alizaliwa tu vizuri na ikafika miezi 3 mtoto akaanza kula kichwa. Nikapeleka hospitali, nilikuwa nampeleka kliniki. Daktari naye akamshika akaniambia mtoto wako hayuko sawa. Bila alimwambia yuko sawa, akamshika kwa kichwa, akaniambia maji ndio iko ndani. Akanipea sanifa Webuye, nikaenda Webuye akaniambia inafaa afanywe operation. Daktari nikauza daktari, mnaweza nisaidia kwa ambulance nipeleke? Akaniambia hapana, lazima ujitafutie pesa ndio uende. SHA nilienda kaniambia SHA iwezi usu kwa kichwa, SHA inafanya kama uko lakini kwa operation iwezi usika hapo. Wazazi wa msichana huyu wakisema wamejaribu kuingia kwa kila aina ya hospitali kwa kumtafutia mwanao matibabu, ila wanachoelezwa ni kutafuta hela za kufanyia uchunguzi wa upasuaji wa kichwa chake, wakiomba serikali kuingilia kati na kuona kuwa kadi hiyo inawasaidia kupata matibabu. Napeleka kwa mshosho au shosho wa vijiji, naambia kuna kule mtoto wangu anafanana, wananiambia mtoto wacha tukupe kwa dawa fulani ujaribu kumwakesha na mwenyewe uoge inaweza kuwa kimila ya huko Bungoma. Na jaribu karibu dawa karibu 6 za kienyeji napeleka huko, ananiambia hii. Kuna mwingine akatokea vile kichwa ilikuwa imepasuka huku na huku, akaniletea dawa nikiweka ndo maana ikapona kwa hivi. Dawa kienyeji nimezitumia kwa mtoto mwingi sana. Tulikuwa na hela kidogo, watueleza hapa SHA haifanyi kwa sasa, inabidi mtumie hela. Wakati hatukuwa na hela, tulikuwa chini sana kwa sababu ilifaa kwenye CT scan ndio aende kwa matibabu. Thomas Shiundu anaishi na ulemavu wa mguu pia yuko kwenye mahangaiko hayo, akisema amekuwa akitembelea hospitali mbalimbali na kadi yake ya SHA kwa ajili ya kuweka chuma ndani ya mguu wake, akielezea kuwa kadi yake ya bima ya afya ya SHA haiwezi simamia magonjwa sugu kama haya. Nilipofika kule Kaimos, mhudumu wa SHA nilimpata huko, akaniambia kwa upande wa SHA haifanyi any revision. Na mimi nikamwambia sasa tayari nina kadi ulemavu, mbona iache kunisaidia? Na mimi tayari nataka upasuaji, nataka niufanyiwe. Idadi kubwa ya Wakenya hawa ambao wanafika katika hospitali mbalimbali wakitafuta huduma ya matibabu wanaelezewa kulipia, haswa wale ambao wako na magonjwa sugu kabla ya kupewa huduma. Na sasa wanataka Rais William Ruto pamoja na Waziri wa Afya Aden Duale kuhakikisha kuwa kile ambacho walikuwa wanaelezewa wakati walikuwa wanajiandikisha kwenye bima hii kinafanyika. William Makosi, NTV Mashinani, kaunti ya Kakamega. Naam, asante sana Akosi, na hali ndio